taharuki ambayo yuko katika hizi nchi zetu za Kiarabu, na watu wetu wapo huko. Mtu binafsi ambaye una mtu wako kule unakuwa na hofu, lakini na serikali ambayo ina watu wake kule pia inakuwa nayo hiyo hofu pia. Lakini mimi niwaondoe hofu wananchi, hususan kwa wafanyakazi wetu ambao wako pale. Zile nchi zina balozi zote. Qatar kuna ubalozi wetu wa Tanzania nchini Qatar. UAE kuna ubalozi wetu pale Abu Dhabi. Oman kuna ubalozi wetu. Saudia kuna ubalozi wetu. Kwa hivyo kama serikali na wale wanapokwenda kule lazima wanakuwa registered na hizi balozi zetu. Na kulitoka fursa. Kuna kipindi kuna wananchi ambao walienda kule wakapelekewa ndege ili kurudi zao nyumbani na wamerudi salama. Na fursa hiyo haikwenda kwa wao. Kwa yeyote Mtanzania ambaye yuko kule anataka kurudi, fursa hiyo ameipata ili aweze kurudi. Kwa hiyo mpaka kipindi hichi hatujapata taarifa yoyote ya kupata athari kwa wafanyakazi wetu hawa ambao wamekwenda. Ungepata taarifa hiyo, basi taarifa tungeitoa hapa, lakini pia hatua stahiki zingeweza kuchukuliwa katika kipindi hicho. Kwa hiyo ndugu Abdallah, usiwe na hofu. Kama kuna mtu wako yuko kule, basi yuko salama. Lakini hapa tulizungumza suala, Bwana Abbas alitaka kujua uwekezaji tunaofanya. Yeye kasifu kwamba uwekezaji kweli umepaa, na mimi nashukuru kwa sifa hiyo ambayo umeitoa, na sifa hizo apelekewe Dr. Hussein Mwinyi kwa sababu ndio anaifaisha mambo haya. Ulitaka kujua ile threshold, ile ratio ya wazawa wa ndani na wa nje. Sasa sheria ambayo tunayo katika kipindi hichi, sheria namba 10 ya mwaka 2023, ile ya uwekezaji ZIPA, imeainisha kwamba nafasi hizi zinapokuja za kazi 90% wachukue wazawa. Kwa hivyo wale wa nje wana 10% tu. Na sasa hivi tumechachamaa hiyo 10% yenyewe iwe ni nafasi ambazo hapa hatuna wataalamu. Sio tu kwa sababu tumekupa 10% utuletee gardener hapa. Gardener tunaye, mpishi kama mpishi tunaye, hatutokuruhusu. Kwa hiyo serikali iko makini kuhakikisha sasa zile ajira 3.5 ambazo ilani ya uchaguzi wa CCM imeahidi kwa kupitia taasisi zake kama ZIPA itachangia za kutosha kuhakikisha wananchi wanapata hiyo. Lakini nitumie fursa hii hasa kwa vijana. Maana kuna siku nilitoa statement hapa, vijana wakawa moto kidogo, lakini leo narudia tena. Changamkieni hizi kazi. Hamzichangamkii hizi kazi. Vijana mkenda Ulaya na Arabuni mnazifanya hizi kazi. Why hapa kwenu hamzifanyi? Hamzichangamkii. Kuna kipindi hapa tulitoa taarifa ya kazi 500 pale Bawe. Tukaitangaza kwamba ikifika tarehe 15 Mei ndio mwisho wa kuchukua maombi. Wazanzibari, hakikisheni mnafanya hiyo. Hawakufanya hivyo. Tumekuta watu 15 tu ndio walopeleka. Hebu imagine katika watu 500, watu 15 tu ndio wameenda kuzichangamkia hizo kazi. Kwa hiyo narudia tena. Wala msinune. Narudia tena. Zichangamkieni hizi kazi, zipo. Leo ukipita huko Majiani unakuta kazi inafanywa na watu wengine kabisa. Kwa nini sisi hatufanyi? Serikali hii ipo kwa ajili, imeunda, Mheshimiwa Rais kaunda wizara maalum inaitwa Wizara ya Vijana. Na ile uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kaweka humo ndani ya wizara kuhakikisha vijana wanapata hizi kazi. Kwa hivyo zichangamkieni, msikae tu kwenye vigenge mkaenjoy maisha mkahisi ndio maisha ya kuenjoy. Maisha ni baadaye, unatakiwa ujipange kuanzia sasa hivi. Kwa hiyo mimi narudia, ukininunia haya, lakini narudia kwamba mzichangamkie hizi kazi, zipo kwa ajili yenu. Kama sheria ishasema 90% ya kazi yoyote ambayo itapatikana katika mradi wa uwekezaji ni kwa ajili ya Watanzania, wakiwemo Wazanzibari. Leo mnasubiri nini? Kwa hiyo Bwana Abasi, hilo ndio jibu langu. Lakini kulikuwa na swala lako jingine linalohusu hii mishahara ya wafanyakazi sekta binafsi. Kwamba haikuzingatia maposho na vitu kama hivi. Nikwambie tu kwamba unapokwenda kufanya kazi lazima kuwe na mikataba. Na ile mikataba sasa ndio inaonyesha
ni kitu gani na kitu gani na kitu gani kimo. Sasa kama katika mkataba ambao umesaini mwenyewe hamna house allowance, alafu unakuja kulalamika kwamba house allowance huipati, hiyo itakuwa imekula kwako. Ushauri wangu, msisaini mikataba ambayo ndani yake hamjadiliana nayo, kwa sababu ile mikataba inapoletwa, manake na wewe lazima uweke input zako, useme kwa ninapokaa ni mbali, lazima nipate travel allowance, vinginevyo mimi si sign. Lakini tunapofanya ukaguzi tukakuta kwamba mikataba ile ndani yake inavyo hivyo vitu na hupewi stahiki zako kama inavyotakiwa, basi serikali inachukua hatua kwa wale ambao wanahusika, wale waajiri. Tunahakikisha, na ndio maana nikasema huwa mara zote sisi tunafanya huu ukaguzi kwa yatafuta mambo kama